Mwaka 1977 mwezi wa tatu kulitokea ajali kubwa ya ndege mbili zilizogongana na hatimaye kuua watu 583 kwa muda mfupi sana. Ndege ya kwanza ilikuwa inajiandaa kuondoka, tayari imeshaanza safari, lakini rubani wa ndege ya pili alisikia kwenye redio ambayo ilikuwa inamuongoza sasa, inamwambia jiandae sasa kuondoka. Yeye akazani kwamba ameambiwa ondoka, naye akaanza kuondoka, na hiyo ikasababisha ndege mbili kugongana na kuua watu 583. Wakati mwingine katika maisha yetu tunapotea sana kwa kuelewa vitu kwa namna ambayo sio sahihi. Kuna watu wengi sana wamekufa kwa sababu waliambiwa meza paracetamol 2 kutuliza maumivu, wao wakameza 10 hadi 20 na hatimaye wakaingia kwenye madhara makubwa zaidi. Mpendwa mtazamaji, masomo ya Dominika ya tatu ya Pasaka yanatueleza kwamba tukitaka kumfahamu Yesu ni lazima kurejea maandiko matakatifu. Na tukitaka kumfahamu Mungu hatuna budi kurejea katika maandiko matakatifu. Lakini jambo la pili, tukitaka kuishi na Yesu katika maisha yetu siku kwa siku, pamoja na kusoma maandiko matakatifu, hatuna budi kupokea Ekaristi takatifu. Katika Biblia takatifu kuna watu wengi ambao walipuuzia maneno ya Mwenyezi Mungu na wakapitia kwenye madhara makubwa. Adam na Eva, tukirejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 16 hadi 17, Mungu aliwapa ujumbe, wao wakaupuuzia, na Mwanzo sura ya 3 wakaenda kinyume na ujumbe huo wa Mwenyezi Mungu, na ikawa ndio mwanzo wa mateso huku duniani. Hata leo mimi na wewe tunakufa, mimi na wewe tunapitia changamoto mbalimbali kwa sababu ya wazazi hawa wetu wa kwanza kupuuzia neno la Mwenyezi Mungu. Makuhani wawili, Abihu pamoja na Nadabu, hawa makuhani Mwenyezi Mungu alisema namna ya kufukiza ubani iwe hivi katika kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya 9, lakini wao wakaingia madhabahuni wakaanza kufukiza moto ambao haukuwa msafi, na wao wenyewe hawakuwa wasafi ndani ya nafsi zao. Matokeo yake walikufa pale pale. Rejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 10 aya ya 1 hadi ya 10. Mfalme Sauli, Mwenyezi Mungu alimpa maagizo, utakapoenda kupigana vita basi vitu vyote angamiza. Lakini yeye alipoenda kupigana vita, ukirejea kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 15, alipoenda kupigana vita, baadhi ya vitu aliviacha na akamwambia Mungu, basi mimi ninakutolea sadaka, kitu ambacho kilikuwa ni kinyume na utaratibu. Matokeo yake Mungu alimkataa kama mfalme, halafu akampandisha Daudi kuwa mfalme. Tukirejea katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16. Mfalme Herode Agripa wa kwanza naye alijiona kuwa mtu maarufu sana hapa duniani, hata akasahau kwamba Mungu alishasema ndiye yeye tu wa kutukuzwa, yeye Mungu kama Mungu. Tukirejea kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia aya ya 1 hadi ya 17, kuna amri 10 za Mwenyezi Mungu, na amri ya 1 hadi ya 3 ni ya kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi akapokea utukufu kutoka kwa watu, huyu Herode Agripa wa kwanza, lakini Mungu akamnyenyekesha, akafa akiwa amesimama na akaliwa na wadudu. Kurejea katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya 20 na kuendelea. Mpendwa mtazamaji, somo la kwanza linatuonyesha namna Petro alivyorejea maandiko matakatifu kuthibitisha kwamba Yesu alipaswa kufufuka, hakupaswa kukaa kaburini, kwa sababu tayari Mfalme Daudi katika Zaburi ya 110 alishamuonyesha Yesu kama Bwana wake ambaye ni mkuu zaidi hata kuliko yeye. Katika somo la Injili ya Luka sura ya 24, tunawaona wafuasi wawili wakitokea Yerusalemu. Pengine walienda Yerusalemu kwa ajili ya sherehe za Pasaka, na sasa sherehe za Pasaka zilikuwa zimeisha. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Basi Jumamosi, Jumapili ndio inaonekana siku ya kwanza ya juma. Basi inaonekana sasa wanarudi katika kijiji chao ambacho kinaitwa Emau. Basi wanapokuwa njiani, Yesu anaandamana pamoja nao pasipo wao kufahamu, kwa sababu Yesu ana mwili wa utukufu, anaweza akajitokeza mahali popote na kwa wakati wowote. Basi wanapokuwa wanatembea hawamtambui Yesu kwa namna yoyote, lakini baadaye Yesu anawafumbua kwa kuwafumbulia maandiko, kuwaeleza maandiko yamesemaje
kuhusu Yesu ambaye amekufa, na sasa wao walizani tu kwamba mwili wake haupo, na walikuwa wamejikatia tamaa kana kwamba huyu ambaye walikuwa wanamtegemea kama mfalme, sasa basi hata mwili wake hauonekani kaburini na tumaini lao ni kama limeisha. Basi wako katika ulimwengu huo. Tunaweza tukasema kwamba hawa wafuasi wawili hawa ni kweli walikuwa wamejikatia tamaa na walikuwa hawajui kinachoendelea, kwa sababu walikuwa vipofu wa maandiko. Ndipo baada ya Yesu kuwafungulia maandiko, akaumega mkate na wakamtambua katika kuumega mkate. Somo la pili, waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza. Somo hili linatuambia kwamba tumekombolewa sio kwa fedha ambayo inachakaa. Fedha, wanadamu wengi wana fedha. Fedha kama hizi zinachakaa. Yaani hii noti ya shilingi 2000 kuna kipindi ilikuwa imenyooka sana ilipotoka benki. Hata hii 1000, lakini sasa hivi zinachakaa. Hii inaonekana labda ni mpya kidogo. Hii 10,000 inaonekana ni mpya, lakini itachakaa. Hatujakombolewa kwa vitu ambavyo vinachakaa. Sio fedha, sio dhahabu, sio almasi ambazo baada ya muda tu zitatoweka. Tumekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya thamani sana, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mantiki hiyo basi tunapaswa kuutafuta wokovu ambao utatufanya tuishi maisha ya umilele. Katika masomo ya Dominika ya leo, wala utondoke na mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tujue historia ya mambo. Somo la kwanza, Petro anathibitisha kwamba Yesu alipaswa kufufuka kwa kurejea katika maandiko matakatifu ambayo ni ya kihistoria, yalikuwepo hata kabla yake. Alirejea Zaburi ya 110 ambayo ni Zaburi ya Daudi, Zaburi ya kifalme, akaweza kuthibitisha kuhusu ufufuko wa Yesu. Wakati mwingine katika maisha yetu tunapoingia katika changamoto mbalimbali au tunapojaribu kuwafundisha watu, wakati mwingine ni vizuri kurejea enzi zilizopita. Mambo yalikuwaje na ni kwa nini sasa hivi mambo yako hivi? Enzi zilizopita watu walikuwa wanavaa vizuri, watu walikuwa na adabu na heshima, watu hata kama waliimba nyimbo za adabu na heshima. Lakini sasa hivi labda ni kwa nini watu wanavaa hivi? Kwa nini watu wanaimba hivi? Ukirejea nyuma kidogo, unaweza ukakuta kulikuwa na machimbuko mazuri na kulikuwa na utaratibu mzuri ambao ulikuwa umeshawekwa, na sasa huo utaratibu umeondolewa na mambo yapo hayana mpangilio wowote. Ndivyo ilivyokuwa Petro alipokuwa anahubiria watu siku ya Pentekoste. Ni watu walikuwa wametapakaa tu, hawaelewi chochote, hawakumbuki tena maandiko, hawakumbuki tena ilishatabiriwa kwamba Yesu huyu atakufa na atafufuka na kadhalika. Watu walikuwa wamesahau kabisa. Jambo la pili, tunakutana na Yesu katika kusoma maandiko matakatifu na katika kuumega mkate. Ndio maana katika adhimisho la misa takatifu kwa Wakatoliki kuna sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni neno la Mungu na sehemu ya pili ni Ekaristi takatifu. Na ndio maana Mkristo yoyote ambaye ni Mkatoliki aliyekamilika anapaswa kushiriki sehemu hizi zote mbili, adhimisho la neno na adhimisho la Ekaristi, na hapa atakuwa ameshiriki kikamilifu katika misa, na hapo ndipo panapokutana na Yesu kweli. Akishashibishwa kwa neno lake, akamuelewa Yesu, alafu sasa anampokea Yesu katika Ekaristi takatifu, basi huyo anakuwa anatembea na Yesu. Jambo la tatu na la mwisho, mwanadamu hakombolewi kwa fedha au vitu ambavyo vinachakaa. Yani mtu ambaye yuko jela, basi tunaweza tukatoa fedha tukamtoa kule jela, akatoka kule mahakamani, lakini sio kwamba atakuwa huru maisha yake yote. Bado anaendelea kukingwa na sheria mbalimbali za hapa na pale. Wokovu wa mwanadamu kimsingi ni kiroho. Mwanadamu ambaye kimwili anaweza akawa huru, lakini ndani ya akili yake kama kuna changamoto nyingi, kuna mambo ambayo hamuendei sawa, basi huyo mtu hayuko huru. Hata kama ana fedha, hata kama ana mali, lakini hana utulivu wa nafsi, basi huyo mtu hayuko huru. Utulivu wa nafsi, utulivu wa akili, utulivu wa moyo unapatikana kwa Yesu pekee na sio katika mambo ambayo yako hapa duniani. Wanafalsafa kadha wa kadha wameandika na wakatetea, isipokuwa wale wachache tu wanaoitwa Waepikurean, wanaosema kwamba furaha ya mwanadamu inapatikana kwa kula, kwa kunywa, kwa kushiriki mambo ya muziki, starehe mbalimbali. Lakini mwisho wa siku na wenyewe walionekana kwamba hiyo falsafa sio sahihi sana. Falsafa ya mwanadamu inapatikana pale ambapo akili yake pamoja na utashi wake viko katika hali ya utulivu, katika hali ya amani. Kwa sababu sasa mtu akinywa pombe nyingi sana, anaweza kahisi anaendesha gari, anabadilisha gia, lakini kumbe hakuna kitu. Lakini akiamka kesho yake, basi ana huzuni kubwa, kichwa kinauma na matatizo mengine kama hayo. Kumbe tutafute amani yetu kwa kusoma neno la Mungu, kwa kushiriki Ekaristi takatifu, na kwa namna hiyo tutakuwa tumeunganika na Kristo mfufuka. Na kutakia Dominika njema ya 3 ya Pasaka, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima.